Uhuru wa Yesu. Jina langu naitwa Mwalimu Petro George Pamba. Kwa neema ni katibu wa Dayosisi ya Kati ya African Inland Church Tanzania. Makao makuu ya dayosisi yetu yako Dodoma, jimbo la Dodoma, lakini katika kanisa karibu na kanisa kuu la Kizota, eneo la Kizota. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa neema yake kwa jinsi ambavyo kanisa lote la African Inland Church Tanzania ilivyodhamiria kwa makusudi kabisa kuanzisha hii dayosisi mpya Novemba 2022. Na kuanzia hapo sasa ndipo tulipowagawiwa mikoa ya kuhudumia na kuisimamia kwa ajili ya kuimarisha ustawi wa kanisa, kuimarisha huduma za kiroho, huduma za jamii, kuimarisha uongozi na utawala bora. Sisi tumekabidhiwa dhamana na kanisa zima mikoa 10. Mikoa ambayo tumepewa kuisimamia wakati wote ni mkoa wa Ruvuma, tunao mkoa wa Mbeya, tuna mkoa wa Songwe, tuna mkoa wa Iringa, tuna mkoa wa Njombe. Kwa hiyo kwa upande wa kule tuna mikoa 5. Lakini hapa kati tuna mkoa wa Singida, tuna mkoa wa Dodoma palipo makao makuu ya dayosisi na makao makuu ya nchi pia. Lakini tuna mkoa wa Manyara, tuna mkoa wa Arusha na mkoa wa Kilimanjaro. Kimsingi dayosisi hii sasa ndio ina eneo pana zaidi. Ni mikoa mingi 10, lakini pia ukiangalia bado tuna kazi kubwa ya kufanya kwa ustawi na kuimarisha huduma hizi. Mikoa hii 10 sasa hivi tunazungumzia, tumefikia sasa pastorate 30 kwa mfumo wetu wa kanisa. Tuna makanisa 104 kwa sasa kwa ngazi ya serikali kwa kanisa ya mtaa. Sasa ukiangalia maeneo yetu bado tuna halmashauri nyingi katika mikoa hii ambayo baadhi ya halmashauri hazina makanisa kabisa. Kwa hiyo tumejikita sasa kueneza huduma hii, na tuna maeneo mengine bado ni ya kimkakati sana, na maeneo ya kimisheni na maeneo ya mazingira magumu. Kwa mfano ukiangalia jimbo la Karatu, pastorate zake nyingi ziko kwenye maeneo ya misheni. Pastorate ya Samunge, Kinyinyi, lakini pastorate hiyo ya Ziwa Eyasi, Barai, ambapo huko Muhedeke. Maeneo yote hayo ukiangalia ni maeneo ambayo yako kwenye maeneo ya misheni sana, ambayo yanahitaji kwa kweli huduma na kuimarishwa kwa huduma za kiroho. Lakini tuna Babati kwa jimbo la Manyara na Monduli, ambapo najua ukiona bado kuna kazi kubwa ya kufanya ili kuwafikia wengi. Tuna makabila tofauti yanahitaji kufikiwa huduma hii. Makabila ya Watatoga, makabila ya Wamasai, makabila ya Wahadzabe, ya Warangi. Maeneo mengi haya yanahitaji kufikiwa huduma. Ni ndani sana, lakini yanahitaji kupata huduma hiyo. Kwa ukiangalia jimbo la Arusha, lalo kidogo ndio taliona liko kama maeneo ya mjini. Lakini ukiangalia halmashauri zake pia nyingi hatuna makanisa. Ukiacha tu Njiro na Majengo, pastorate hizo Arusha mjini na Moshi iliyoko Kilimanjaro, lakini wilaya zingine zote na halmashauri bado hatujaweka makanisa ya kutosha. Kwa bado tuna kazi kubwa ya kufanya. Lakini ukija jimbo la Kondoa, bado hata Kondoa mjini ndio tunahangaika sasa kuanzisha kanisa. Kwa hiyo huduma inaendelea. Na ni halmashauri ya siku nyingi sana. Lakini ukija halmashauri ya Chemba, pale Chemba makao makuu ya halmashauri hatuna kanisa. Na kanisa yako kwa Mtoro, yako Magambo, yako Wairo ndani. Kwa tunahitaji pia kuweka bidii sasa kuanzisha pale huduma. Sasa ukija kwa hapa Dodoma, bado hata kwa Dodoma kwenye jiji tunahitaji makanisa yaongezeke zaidi. Kwa sababu kwa sasa tuna pastorate 3 tu hapa mjini. Tuna Kizota, tuna pastorate ya Ibagara, alafu tuna pastorate ya Beroya. Lakini bado tunahitaji kuongeza makanisa mengi. Zingine makanisa ya mtaa kama Ihumwa, Msalato, ambayo yanahitaji kwa kweli kuimarishwa kufika ngazi ya pastorate. Kwa hiyo jimbo hili ukiweka na Kibaiko kule ziko pastorate hii. Kwa hiyo ukiangalia kama jiji na makao makuu ya nchi bado tuna kazi kubwa ya kufanya. Lakini ukienda kwa mfano mkoa wa Singida, pastorate tuna 3. Tuna pastorate 5 kwa sasa. Ukiweka mkoa wa Singida, jimbo la Singida tuna pastorate 3. Tuna Kaugeri, tuna Singida mjini. Kwa Singida yote pale mjini tuna kanisa moja ambapo tunahitaji kwa kweli kuweka bidii zaidi.
tuna Kaugea, tuna Sherui kule. Lakini ukija Manyoni tuna kanisa, na Manyoni inazidi kukua ule mji. Kwa hata tumewashauri pale sasa waanzishe tena kanisa jingine. Lakini Itigi ni halmashauri ya mji, ndio tunaanza huduma sasa, tumepeleka na mtumishi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba bado ni kwa kweli ni dayosisi ya kimkakati, dayosisi inayohitaji kwa kweli juhudi kubwa za kuimarisha injili na misheni. Na ukienda Iringa, sasa kwa Iringa mjini ndio sasa wanataka juhudi kuanzisha kanisa lingine tena. Liko moja tu pale mjini. Na ukitoka pale njia yote ile unakuta kanisa iliyoko, kanisa la Mtani Mafinga. Unaweza kuona bado tuna safari ndefu. Mji wa halmashauri ya Makambako ni mji mkubwa, sasa ndio tunaweka juhudi ya kutaka kuanzisha kanisa. Lakini Njombe pale mjini tuna kanisa moja ambapo ni pastorate pia. Kule Songea pale tuna kanisa moja, na sasa ndio wameanzisha Mandabe kule kanisa lingine. Kwa hiyo unaweza kuona sasa bidii bado inahitajika kubwa. Kishuka kwa Mbeya angalau sasa wameanza kujitanua kidogo. Kwa sababu ukiangalia Kyela tumeanzisha pastorate ipo, na pale sasa wanaweka bidii angalau kule Uyole kuwe na kanisa, kiacha Forest Mbeya ambako lipo na pastorate yenyewe. Usangu tuna pastorate na baadhi ya makanisa yako pale kama 4 hivi. Lakini ukienda kule Mbarizi tuna pastorate pia. Lakini tunaweka juhudi sasa kule Tunduma mpakani na Zambia. Sasa ukiangalia sisi Songea kule tunapakana na Msumbiji, ukija Kyela tunapakana na Malawi, kule tunapakana na Zambia, kwenda kule tunapakana na Kenya. Kwa kuna maeneo mengi kwa kweli tunahitaji huduma za makusudi kuona watu wengi wanafikiwa. Na walio kwenye mazingira tunafika mahala tumefikiri pia ushirikiano unaweza kusaidia juhudi zinazofanywa. Tunamshukuru Mungu na makanisa ya AIC yaliyo kwenye dayosisi zingine yanatuunga mkono kwenye injili na umisheni. Dayosisi ya Mwanza kwa mfano, kuna majimbo kama nadhani ya Antiokia kule Butimba yamekuwa kifanya juhudi kubwa. Kuna kwaya ambazo zimeweka dhamini kubwa kueneza huduma hii kwa maeneo hayo kutusaidia. Lakini pamoja na hayo, na sisi kama dayosisi ya Kate tumebuni sasa, tumeanza kutengeneza mifumo ya kutusaidia kuimarisha huduma hizi. Kwa mfano sasa tumeanzisha Talanta Jenga Dayosisi. Ni kila Mkristo kila Jumapili, sio changizi, ni kwa hiari kabisa, anachangia kwanza shilingi 1000 na kuendelea. Tunamshukuru Mungu tangu tumeanza hilo zoezi sasa la kutunisha mfuko huu ili uweze kusaidia maeneo ya umisheni. Sasa hivi tunazungumzia milioni 5 karibu na 400 ambazo kwenye mfuko sasa tumeshafikisha. Na watu wanaendelea. Na sinodi ya dayosisi ilisema mwaka mzima huu tuendelee kuimarisha mfuko huu, halafu wapime matumizi yake kwa mwaka kesho. Kwa tunaamini tukienda kwa juhudi hizi tutafika mahala sahihi na tunaweza tukaeleza. Lakini pia eneo ni kubwa mno kwa huduma. Mikoa 10 ni mingi mno. Nadhani bado tunaijua na wazo sasa kwamba iko haja kubwa ile mikoa 5 ile ya Mbeya, Songwe, Njombe, Iringa, Ruvuma, kama kanisa tukaanza kuifikiria kwa pamoja kuifanya kuwa dayosisi ili ipate watumishi wawe karibu zaidi kutoa huduma. Safari ya kutoa hapa kwa uendeshaji wa siku kwa siku ni kazi sana. Kupeleka gari mpaka Songea, upeleke gari mpaka Horili huko, inakuwa ni changamoto sana kwa sababu gharama za uendeshaji zinakuwa kubwa sana. Kuna maeneo miundombinu ni ya lami ndio, lakini kuna maeneo mengi miundombinu sio ya lami. Kwa hiyo inakuwa changamoto pia kuwafikia. Lakini ninajifunza jambo kwamba tangu dayosisi ianze hii kuna mabadiliko makubwa ya huduma, kwa sababu kuwafikia inakuwa rahisi kuliko ilivyokuwa dayosisi ya Pwani kwa mikoa yote. Kwa hiyo ile nayo inatupa funzo jingine kwamba nadhani tukidhamiria kwa dhati kama kanisa kwa pamoja, tukaona tunafanyaje kuendeleza misingi iliyowekwa na wazee wetu ya awali ya kulieneza kanisa, kulipa ustawi wa kutosha. Nadhani tunahitaji sasa tuwe na mtizamo mwingine kabisa tofauti. Yaani tufike mahali tuseme kama kanisa kwa pamoja, kwa nini ile mikoa 5 isiwe dayosisi? Hata tukaweka nguvu ya wote. Tunaweza. Kanisa sasa hivi lina nguvu, umoja unaendelea kuimarika. Tunaweza sasa kuwasaidia kujenga ofisi ile, tukawasaidia kuanzisha gari hata moja la uendeshaji kwa ajili ya askofu atakayechaguliwa, lakini tukaweka misingi pale ya fedha ya kuanzisha uendeshaji wa dayosisi. Tunaweza kama kanisa tukidhamiria.
Hapo tukatoka tukamaliza tena tukasema okay. Sasa nadhani kama huko tumeshaweka uongozi, tunaonaje tukienda sasa kuangalia mikoa ile ya Mtwara, Lindi, nako tuweke na Ruvuma labda tuihamishie kule na iwe diocese. Tukienda kwa mfumo huu tutaenea kwa kasi, tutaliimarisha kanisa. Hapo tukaenda Kagera na Kigoma, tukaangalia pia kuliimarisha kanisa kwa namna hiyo. Mimi nadhani ndio hiyo ninaanza mtazamo, tukitazama kwa misingi hiyo tutaisimamia ile misingi iliyoanzishwa na wazee wetu, ambayo kwamba kanisa lijieneze, kanisa listawi, huduma za kiroho zikomae, ziimarike zaidi. Lakini ikiwa mbali inakuwa ni changamoto sana. Kwa mimi naamini mwanzo ni mzuri, lakini tunahitaji nadhani kuongeza kasi zaidi na kuimarisha ule umoja kwa ajili ya huduma hizi za kiroho. Lakini mingine nadhani ambayo inabidi tuitizame sana, kwa tunaangalia pia kwenye diocese, ni kuimarisha mifumo ambayo iwe rafiki ya uendeshaji wa diocese hizi. Ni vyema tukatengeneza vyanzo vya ndani pia ambavyo vinakuwa imara, vinakuwa endelevu. Tumejaribu sisi Atalanta Jenga sasa, tunaona inaanza kuleta ufanisi mkubwa. Lakini pia lazima tuweke mifumo mizuri kwa watumishi wanapostaafu. Mwisho wao unakuwa. Sisi tumeanzisha mfuko maalum wa wachungaji wastaafu ambao kila pastorate inachangia kila mwaka. Tunaamini sasa kwa mfuko ukishaweka kwa mfumo huo, maana yake baadaye utasimama na utakuwa imara zaidi. Ili wanapokuja wanakuta mfuko unazidi kuimarika. Na tumeweka kiwango kila mstaafu analipwa kiasi gani kwa mwezi. Kwa sababu tunakumbuka pia yale ambayo Mungu amemtumia kuwa sehemu ya baraka kwa huduma alizozisimamia. Kwa hiyo tunaamini pia tukiweka misingi hiyo, mwisho utakuwa mwema. Lakini na kingine ambacho tunatakiwa tukitazame vizuri ni kuhusu watumishi kuimarisha pia kielimu. Nadhani tumefika mahali sasa lazima tukubali kuna mabadiliko makubwa kwa nchi. Shule za sekondari za kata ni nyingi mno. Hebu angalia ni wangapi wanaomaliza kidato cha 4. Hao wako wapi? Hao ndio tunawapata kwenye serikali zetu za vijiji, katika maeneo yote ambapo tunazalisha makanisa. Hao ndio tunawategemea kwa sehemu ya mabaraza yetu ya makanisa. Sasa lazima tuwaimarishe pia watumishi wenyewe, wanaweza kwenda kule kwa wasimamizi. Angalau fike kidato cha 4 na kuendelea, tuwaimarishe. Lakini tuanze kutengeneza ndani ya mifumo yetu wataalamu watumishi wenyewe. Kwa sababu kiwa na taaluma nzuri, ni rahisi kuwaendeleza. Tunahangaika zahanati zetu kutafuta watumishi. Tungekuwa nao tuliowaandaa, nadhani singekuwa changamoto kubwa. Tunahangaika walimu. Tungekuwa nao tuliowaandaa, usingekuwa changamoto kubwa. Nadhani tufike mahali tuanze kutengeneza ndani ya mifumo mazingira ambayo ni endelevu ya kulisaidia kanisa. Kwa sisi tunamshukuru Mungu sana mpaka hapa tulipofika. Kwa sasa kanisa kwa pamoja lilidhamiria kwa pamoja tukanunua nyumba ya kuanzia kwa ajili ya ofisi ya diocese. Kwa sababu ninasema tukidhamiria kwa pamoja tunaweza. Mbona haya yaliwezekana? Hayo mengine yatatushinda kivipi? Kwa tunamshukuru Mungu mpaka hapa tulipofika. Sasa tuna miaka 2 na miezi 5 ya uendeshaji wa diocese. Lakini Mungu ameendelea kuwa mwaminifu. Tumeendelea kuona mkono wa Mungu ukionekana katikati ya maisha yetu. Huduma zinaendelea vizuri. Watumishi tulianza 2 wa kuajiriwa na viongozi wetu. Sasa tuko 5 ndani ya ofisi ya diocese. Tuna watendakazi kwenye vituo vya compassion kama 18 hivi kwa sasa, ambao kijumulisha tuko kwenye 20 na kitu sasa, 20 na 3 watumishi waajiriwa. Kwa hiyo mimi kwa misingi naona tunazidi kukua, tunazidi kuimarika. Tunamshukuru Mungu pia kwa neema sasa tumewezeka kanisa kubwa. Kanisa ambalo linaweza likachukua kufikia takriban watu 1000 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo sio kitu kidogo. Hiyo ni hatua kubwa. Kwa tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu wetu, amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu katika huduma hii tunayosimamia. Mimi naamini tunavyokwenda hivi tutafika mahali sahihi. Tunaendelea kuimarika, tunaendelea kuimarisha umoja katikati ya kanisa, na tunashukuru tunapata muunganiko mzuri kutoka ngazi za makanisa yetu ya mtaa mpaka kufika kwenye pastorate na majimbo. Tunafanya kazi kwa pamoja. Changamoto zipo, lakini Mungu wetu anaendelea kutuonyesha njia sahihi. Tunamshukuru Mungu kwa kila hatua hii.